Mheshimiwa mbunge wetu na waziri wetu, kama alivyosema Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, ni kweli shule hii tulipata hizo fedha, lakini pia kama unavyoona mradi huu tulitegemea huu umekamilika. Na ulitakiwa ukamilike mwezi wa 11, baadaye waka extend contract ikaonekana utakamilika mwezi Machi, lakini tena ikaendelea, lakini naona pia kumekuwa na changamoto ambazo kama alivyosema Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, mradi huu pamoja na haya yote mazuri tuliyosema na jitihada kubwa ambazo tunatupambania kupata fedha, lakini bado ni mradi ambao unajengwa kwa kusuasua. Lakini nje ya hicho nilichokisema ambayo ni madirisha ya aluminium, lakini hata madawati hakuna. Na fedha zimekwisha. Nia ya Mheshimiwa Rais ni nia njema. Lakini ninyi nyote kuanzia wewe mwenyekiti wa halmashauri, diwani wa kata hii ya Mfinga, wote kwa vinywa vyenu mmekiri kwamba mradi huu una changamoto. Na changamoto hiyo haikuwa kusudi ya Mheshimiwa Rais atuletee fedha ziwe na changamoto. Watu wengine wanadhani fedha hizi akisikia ni milioni 200 anasema hapa na mimi nafanya maisha. Haiwezekani. Fedha hizi zinapokuja kutoka TAMISEMI zinahesabu, darasa linakamilika, dawati liko humo ndani, aluminium ya dirisha imefungwa na mtoto yuko ndani darasani anasoma. Sasa mtu anapiga hesabu anasema hapa nitapiga change. Hiyo fedha huwa haipigwi change. Leo hii mnaniambia taarifa mkaguzi wa ndani, tunaelezwa kwamba mradi huu mpaka sasa kuna hasara milioni 40 ambazo zimepotea katika mazingira ya kutatanisha. Milioni 40. Wananchi wa Mfinga wanasubiri watoto wasome kwenye madarasa mapya yenye madawati na aluminium. Leo hii tunawapa habari ya kwamba milioni 40 kutoka kwenye ripoti ya mkaguzi wa ndani kwamba hazipo. Ni habari ya kusikitisha kabisa. Na ikubaliki. Ndugu zangu, hilo jambo linakubalika? Kuna mtu anaweza kukubali jambo kama hilo? Mimi kama mbunge wenu siwezi kukubaliana hata siku moja namna hiyo. Fedha ziletwe hapa za wananchi kwa ajili ya madarasa ya watoto wetu shule ya awali na msingi, alafu watu wachache tu wakadhani kwamba ni rahisi kula hela za serikali. Hela za serikali huwa haziliwi kienyeji namna hiyo. Kwa mimi pamoja na vyombo vyote vya uchunguzi vilivyokuja hapa, kaguzi wa ndani amekuja, lakini PCCB wanachunguza hizi fedha na mradi huu ni mdogo sana. Mwenyekiti wa halmashauri, naomba mambo yafuatayo kuyafanya kwa haraka mno. Na kwanza, twende tukafuatilie kule TAKUKURU waifunge hili jalada. Kama ni kwenda kumkabidhi mwendesha mashtaka wetu wa serikali, tayari waliohusika waanze kuchukuliwa hatua. Kama ni kupelekwa mahakamani, wapelekwe mara moja ndani ya mwezi huu. Hilo ni la kwanza. Tukalisimamia kwa dhati kama halmashauri. La pili, habari ya kuandikiana barua na wahalifu, hiyo habari ilitoka wapi? Yaani kwamba mwandikie barua kwamba tunakuomba uweke hela. Hatubembelezani serikalini. Serikalini kumeandikwa kuna vyombo vya dola, kuna kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo pamoja na hayo mambo ya kuandikiana barua kwamba tuletee milioni 40, hakuna kubageni ndani ya serikali. Mnachotakiwa kufanyika, kwa sababu inaonekana kuna mnyororo na uweza kuita genge la wahalifu. Kuna watu walikuwa ni majina yao wanaambiwa walikuwa wanawekewa hela. Zinawekwa hela, zinaenda kutolewa kwa mtu ambaye hahusiki na mradi. Sio mzabuni, hana shughuli yoyote, ni ndugu, ni jamaa na marafiki waliokuwa na mnufaika wa mradi huu, anapenyezewa hela kule, zinaenda kutolewa. Hilo genge lote la uhalifu liingiwe, lijumuishwe. Hao wote ni wahudumu uchumi. Wakisha mkondo wa sheria ukiingia hapo, utaona watatapika zile hela, wataleta fedha zetu hapa. Haiwezekani halmashauri yetu tukawa ni watu wa kuchukua mapato ya ndani kwenda kuziba viporo vya watu waliokula hela. Itakuwa ni halmashauri ya namna gani? Shule ya wasichana huko kuna watu wamekula milioni 700. Leo hii tunaanza kuomba hela TAMISEMI. Mheshimiwa Waziri Sherondoe ameniambia natuma timu wahalifu waliokula hela milioni 700 wakamatwe kwanza ndio tufikiri kupeleka milioni 700 la hela. Shule ya Mtindakaya kuna hasara milioni 62. Watu wamepiga pale. Kila siku tutakuwa tunatumia mapato ya ndani kuziba mapengo ya wezi. Haikubaliki kwenye halmashauri yetu. Na mimi kama mbunge nitasimama imara kuhakikisha kwamba mapato ya ndani tunayopata kwenye halmashauri yetu yaende kwenye maendeleo na sio kwenda kuziba vilaka vya wezi. Haiwezekani. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.